Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Habari za jioni. Hamjambo za tangu jioni ya jana. Tunashukuru sana fursa nyingine tuliopewa na muumbaji wetu katika jioni hii ya leo, ambayo ni siku ya 8 katika mfululizo wa siku 10 za sala ambazo ni maalumu kwa ajili ya kutukumbusha kuishwa kwetu na kutumika kwetu tunaposubiri kuja kwake mara ya pili. Kama ambavyo tumesikia, kuna mji Yerusalemu na sifa zake zote kupitia waimbaji ambao wamepata nafasi jioni hii kumsifu Mungu wetu kwa ahadi hiyo ya Yerusalemu mpya. Kwa hiyo tunapotafakari juu ya utimizaji wa ahadi hiyo, kabla hatujafika pale, Mungu ana neno kwetu linalotuhimiza na kutuongoza kufikia pale. Na Mungu awabariki sana. Jana ilikuwa tumerudishwa nyumbani, kwamba watoto Mungu anavyowaelewa, hasa katika kipindi hiki cha mwisho, ana mpango wa kumimina Roho wake juu ya wote wenye mwili. Tulirudishwa nyumbani na tukaelekezwa tupate hiyo nia ya Mungu alionayo kwa wakati wetu, na yeye anatungojea kuleta uamsho nyumbani. Leo anatutoa nyumbani, anaturudisha kanisani, ambako ni makanisa ya kifamilia yanapokutanika kama hivi. Kanisa la Waadventista Kizota, ambao ni sehemu, Biblia inatumia lugha moja, kanisa la Mungu lililoko, ndio lugha inayotumika. Kanisa la Mungu lililoko Kizota, kanisa la Mungu lililoko Chang'ombe, kanisa la Mungu lililoko nyumbani mwake fulani. Unaweza kukuta hizo kwenye Biblia. Leo tunaenda kwa kanisa, na somo hili lina maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni mtasari wa uelewa kwa ujumla wa kanisa la awali la mitume. Nini uelewa wao hasa ambao mpaka leo tunahitaji kusikia Mungu akisema nasi juu ya jambo hilo. La pili ni kuona utendaji mkuu wa aina 4. Utendaji mkubwa wa aina 4 katika hilo kanisa, unaofanya hilo kanisa liwe muhimu sana kwetu kujifunza walivyotenda hao. Na tatu ni changamoto zinazoonekana kwa kanisa leo. Na somo letu lina kichwa kinachosema penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda.
penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Hilo ndio somo letu jioni hii ya leo. Familia yetu ya imani. Familia ya imani, kwa lugha nyingine, kanisa ni familia iliyotengenezwa ya waaminio. Sasa tunaambiwa ipende. Tuombe. Mungu wetu, tuko tena mbele zako, ukatufundishe ukirejelea ukweli wa neema yako itendayo kazi katika kanisa la mitume, nasi utujalie hivyo wakati huu wa mwisho, katika jina la Yesu Kristo, amina. Kanisa hili lina sifa jumuishi kubwa mbili linalotueleza, kwa maana mtasali wa hizo aya, maana ni zile aya za Matendo sura ile ya pili, ile aya ya 42 mpaka 47. Sura hii ya Matendo 2 ina maudhui ama imegawanyika sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza ni kile kinachotajwa kuja kwa Roho Mtakatifu kuliko shangaza watu waliokuwa wamekuja kwenye ile sikukuu ya Pentekoste. Kwa hiyo unaiona inaanza mpaka ile aya ya 12, watu wakishangaa kwa kilichotendeka. Kuanzia ile aya ya 13 unaona hotuba ya Petro ambayo jana tuliangalia, akijenga juu ya ujumbe wa Yoeli. Kwa hiyo Petro anatembea katika hiyo aya mpaka anaenda aya ya 41, ambako aya ya 41 ambako inaenda mpaka aya ya 41. Kwenye mitambo sijui kumetokea nini hicho, mpaka aya ya 41 ambako inazungumzwa idadi ya waliobatizwa siku ile ya Pentekoste, ambayo inataja watu 3,000. Kwa hiyo inakamilisha hotuba ya Petro kwa ubatizo wa watu 3,000 siku ile. Sasa inapofikia hapo, hiyo ni sehemu ya pili ya hiyo sura ya Matendo 2. Sehemu ya mwisho sasa ndio tunayojifunza leo. Kanisa la mitume lilivyokuwa, kanisa hili la awali lilivyokuwa. Sasa kuna mambo mawili hapa. La kwanza ni inatusaidia kujua vipaumbele vya msingi vya hili kanisa. Vipaumbele vya msingi vipo na ni 4, tutaviangalia. Hili kanisa lilikuwa na vipaumbele 4 vya msingi, fundamental priorities 4. Lakini hivyo vipaumbele hivyo 4 vinatusaidia pia kuona jambo la pili. Hili kanisa lilikuwa na uzoefu mkali mno. Mkali sio kwa sababu wanakata wanafanyaje, yaani uzoefu wa hali ya juu ya kiroho. Radical experience. Nasema hii ni radical. Yaani ni kama kitu kimetoka sehemu ile kikafika juu kabisa. Sema hiyo badiliko hilo ni la hali ya juu. Ili kanisa lilikuwa na uzoefu wa hali ya juu, na ndio maana ukichukua kanisa lolote mahalia ukaenda ulilinganishe, unaliona la mitume lile
yani mpaka unatafuta telescope uliangalie, maana kanisa linakuwa kama hili la mitume, alafu na hili tunalolifahamu leo la Kikristo unaona kama mbona ni mbali kabisa, havifanani. Radical experience of the early church ilikuwa na uzoefu mkubwa wa hali ya juu, ambao unapojaribu kulinganisha na kanisa la Kristo leo unakuwa kama unapoteana. Haya mambo manne ni nini? Ni yapi? Fungua Biblia yako. Kabla hatujaingia tusome ile aya 42, halafu turudi sura ya kwanza tusome aya ya 14. Kuna neno linaloanza kwanza hapo na vizuri tuliangalie pia. Hebu soma hapo. Penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Hebu soma aya ya 42, na hiyo ni sura ya pili ya Matendo. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu. Komea tu kwanza hapo, sikie. Wakidumu. Nenda sura ya kwanza ya Matendo aya ya 14. Wakidumu. Soma pia hapo. Hawa wote walikuwa wakidumu. Wakidumu. Kwa hiyo kwenye ile Matendo sura ya kwanza, hawa wote ukiangalia kuanzia ile aya ya 10, 11, 12, 13 inazungumzia idadi yao, na 15 hasa idadi ya 10, aya ya 15 ndio inataja walikuwa jumla ya wanafunzi 120. Nao wanatajwa kwamba nao walikuwa na sifa hizo hizo, walikuwa wakidumu. Walidumu. Hii sura ya pili pia inasema wote hao walikuwa wakidumu, nao wanadumu na hayo matendo manne. Neno waliotafsiri wakidumu ni neno linaitwa proskartereo. Proskartereo ni neno lenye maneno mawili yaliyoungana ya Kiunani. Neno la kwanza ni pros, ambalo limerefushwa kutoka kwa neno linaitwa pro. Hilo neno pro haitwa ni preposition. Hiyo pro hiyo ina maana ya kabla, before, ina maana ya umri au siku zilizopita nyingi, age, ago, katoliopita. Na hilo neno linapokuwa limekutana na jingine, na sasa ngoja kwanza niangalie neno la pili alafu uweze kujua ni nini anayotaja pale Daktari Luka, kwa sababu limetajwa hilo neno mara 10 na wanaliandika wakiwa wana maana ya ajabu kubwa kabisa ambayo wanapaswa usikilize. Neno la pili ndio hilo kartereo. Kartereo ndio linatafsiriwa kama mamlaka, uwezo, nguvu. Kartereo. Kwa hivyo wakiliunganisha pamoja, jinsi uone lugha hizi zingine zilivyo, ukilitafsiri ile tafsiri sisisi unagonga ukuta, lakini linamaanisha ya kwamba walifanya hivyo bila kuzuiwa na chochote. Kwa nini? Kuna nguvu, kuna mamlaka, kuna uwezo uliotangulia kabla, plus kartereo, authority, power, strength. Alafu kabla imekuwepo ago, kabla
ibada kabisa before. Ile nguvu walio nayo ndio iliyowafanya wasizuiwe na chochote. Hakuna kilichoweza kuwazuia chochote. Proskartereo, kwa maana ya kwamba ndio unaona wakidumu, Kiingereza wanasema tu continually, kila leo na tena na tena na tena. Kwa nini wanafanya tena na tena? Kuna nguvu iliyotangulia kabla inayowafanya wadumu kufanya hivyo. Leo watafanya hivyo, kesho watafanya hivyo, wiki ijayo watafanya hivyo, mwakani watafanya hivyo. Kwa nini anaeleza proskartereo? Kwa hiyo ndicho inaeleza hilo neno, wakiwa wakidumu. Inatendeka tena na tena, tena na tena, kwa sababu ya hicho kilichokwisha tangulia kwao, kisichopingwa na chochote, kwamba hakuna chochote kwenye hili kanisa la awali ambacho kingewazuia wasifanye haya manne ambayo tunakwenda kuyaangalia. Hakikuwepo chochote kwa sababu ya uwezo uliotangulia kabla. Kwa hiyo ukileta chochote mbele yao, umeshachelewa sana. Kuna uwezo uliotangulia kabla ambao huwezi kupambana nao. La kwanza, rudi aya 42. La kwanza analolitaja, hebu soma. Nao walikuwa wakidumu katika nini? Kitu cha kwanza anasemaje hapo pastor? Nao walikuwa wakidumu, Matendo 2 aya 42. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Yaani kartereo linasema hivi, katika swala la kujifunza kwa mitume hakuna ambacho kilizuia wasifanye. Na hiki kitu cha kwanza kabisa kinaeleza mambo mawili yanayofafanua kwenye hiyo aya. Moja yake ni kwamba walikuwa na uhusiano mzuri na mitume. They were related well with the apostles. Walikuwa na uhusiano mzuri na mitume. Inachoeleza ni nini? Walikuwa wananyenyekea chini ya mafundisho yao. Submission inatajwa pale. Kwa ajili ya nini? Walikuwa wamejitola katika kupokea maarifa. Devoted to learning. Na wanajifunza kutoka kwa nani? Mitume. Tembo la kwanza ndio hilo. Proskartereo inasema hapakuwepo na mamlaka yaliyozuia kanisa hili wasiketi wasikilize fundisho kutoka kwa mitume. Uhusiano wao na hao ulikuwa chanya, na hawakuruhusu chochote kuvuruga eti wasijifunze fundisho kutoka kwa mitume. Hii ilikuwa la kwanza. Miongoni mwa mambo ambayo Ibilisi anatamani ayafanikishe leo ni kuhakikisha anajenga chuki kati yetu na wafundishao neno la Mungu. Wanirudie. Shetani akifanikiwa kujenga chuki kati yetu na wanaofundisha neno, kwa sababu ile ndiyo hatua ya kwanza. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Leo unavyosikia shida zinatokea katika dunia hii ya kikanisa ya Kikristo, unaona watu wanawashwa na kusema hakuna haja ya uongozi wa kanisa, na shida na nini. Hii yote ni ajenda ya Ibilisi kabisa, na sio tu ya karne ya 21, ni karne zote. Yaani Ibilisi huwa ana ajenda ya kuweaken, ya kudhoofisha uhusiano wa muumini na uongozi wafundishao kweli. Ndio maana Yesu alisema Ibilisi anatamani ampige mchungaji ili kondoo watawanyike. Ili kanisa la awali hawakuliruhusu proskartereo. Hapakuwepo na namna yoyote utawatoa
kuwa wanafunzi wanaojifunza kwa mitume, na hilo wakawa wakidumu kujifunza kwa mitume. Kama umeelewa, punga mkono. Hilo ni la kwanza. Kumbuka tunaangalia penda familia ya imani kama Yesu anavyoipenda. Msikiliza vizuri, kwa sababu ndio maana tunaanza kule. Hawa walifanyaje? Fundisho, walijifunza kwa mitume na walihakikisha hakuna kinachovuruga jambo hilo. Kwa kanisa likikosa mafundisho ni hatari. Hakuna asubuhi. Ndio lilikuwa la kwanza hilo. Luka amelitaja kuonyesha kwenye lile kanisa swala la mafundisho ni namba moja. Zungumzia fundisho, didaskalia, anazungumzia habari ya doctrine, mafundisho. La pili, soma hiyo aya ya 42, halafu tutaruka tuingie aya ya 44 mpaka 47. Usikie anachokieleza. Rudi tena aya ya 42. Walidumu katika moja, fundisho la mitume. 2, na katika ushirika. Katika ushirika. Nenda aya ya 44 mpaka aya ya 47a. Nikisema 47a maana yake utakutana na nukta, alafu unaishia pale. Utamaliza aya ya 47. Kuna nukta pale. Aya ya 44 mpaka 47a, wakadumu katika ushirika. Alafu nenda aya ya 44 mpaka 47, kwa sababu ni rahisi mtu kusema hivi ushirika ni nini hicho? Sikiliza, Biblia inafafanua yenyewe. Soma. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Wote walioamini, wote, asemi 1, 2, 3. Wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Sikiliza anafafanua ile neno ushirika. Tutakuja kulieleza baadaye kidogo tu hapa. Walikuwa wote wapi? Mahali pamoja. Mahali pamoja. Halafu na kuwa na vitu vyote shirika. Amerudia neno hilo hilo ushirika. Yaani vitu vyote ilikuwa ni shirika. Wakiuza mali zao, wanauza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Wale waliokuwa na haja ni wahitaji, walihakikisha waliokuwa nacho wanauza, wanaleta kwa ajili yao. Nitaeleza kidogo hii, nitakuja kuieleza kidogo hapa. Naam. Na siku zote. Siku ngapi? Zote. Zote. Kwa moyo mmoja. Kwa moyo mmoja. Walidumu ndani ya hekalu. Angalia walivyodumu ndani ya hekalu. Wakimega mkate nyumba kwa nyumba. Wanamega mkate nyumba kwa nyumba. Na kushiriki chakula chao. Na kushiriki chakula chao kwa furaha. Na kwa moyo mweupe. Na kwa moyo mweupe. Wakimsifu Mungu. Na kuwapendeza watu wote. Asante. Sasa unasikia la kwanza, la pili analizungumza, walidumu katika ushirika. Hilo neno linaitwa kwa Kiyunani koinonio. Koinonio katika matumizi ya lugha ya Kiyunani ya asili katika upande huo wa miaka yao ilikuwa linajengwa kwa upande wa askari anaposhika ulinzi wake ama mtumishi anapotenda wajibu wake. Koinonio ambayo ilikuwa matumizi yake kwa asili katika mzizi wake, na ina maana anapotoa hiyo huduma, kama ni mtumishi anafanya, na kama ni askari yuko kwenye lindo lake akifanya hivyo. Anafanyaje? Anakuwa na vitu vitatu muhimu ili aweze kufanya hivyo kwa uaminifu. Aweze kupenda, lakini pia aweze kujali, alafu ndipo tatu, aweze kushiriki. Loving, caring and sharing. Sasa koinonio ndio inazungumza vile, ama leo tunasikia wanazungumza kwenye lugha ya kibiashara partnership. Sikia, ni biashara, ni partnership, ni ubia. Anashiriki na yeye, anatoa kwa ajili ya hicho anachokifanya. Anasema huyo ana partnership na hiyo shughuli inayofanyika. Koinonio.
Nini maana yake? Partnership maana yake anashiriki. Mubia maana yake anashiriki, ana participate, anashiriki hicho kinachoendelea. Kwa hiyo koinonio inazungumza nini? Vitu vyote vilikuwa shirika, nyumba zao zilikuwa shirika, mahitaji ya wengine yalikuwa ni hitaji la wao, wanakula chakula kwa furaha. Hii ndiyo inayoelezwa kwenye kanisa. Ndio maana nikaeleza ya kwamba hili kanisa lilikuwa na uzoefu wa hali ya juu, radical experience, ambayo ukilileta unganishe na kanisa la sasa hivi, nasema ni kama vile havifahamiani. Unajiuliza, hawa walitoka sayari gani hawa? Biblia inaeleza tu ya kwamba walikuwa na Roho Mtakatifu. Siri iko huko, kwa sababu huwezi kufanya hiyo kitu siku zote. Ukiigiza utaishia ndani ya muda mfupi tu, kwa sababu maigizo yana muda mfupi. Hii ni tabia yao. Tabia haiwezi igizwa. Mtu akiamua kuigiza kuwa mkarimu, ndani ya muda mfupi tu hataendelea, kwa sababu sio tabia yake. Na akichokozwa ataacha kuendelea kuwa mkarimu. Akiacha kuendelea kuwa mkarimu, anasemaje? Mimi nilikuwa na moyo wa kujitoa, nilikuwa na moyo wa kusaidia, nilikuwa na moyo hivi, ila hawa watu ndio wamenikwaza. Si kweli. Huyo mtu haikuwa tabia yake, alikuwa anaigiza. Tabia yake iko hivi, hicho anachofanya ndivyo alivyo. Hawezi kufanya tofauti, kwa sababu ndivyo. Mpaka wengine wanasema, jamani, huyu mtu gani huyu? Yaani anachotendewa na ndugu zake wanavyomdharau, lakini yeye bado anaenda, anasafiri, anaenda kuwasalimia. Bado akipata shida hospitalini anaenda anawauguza, lakini hawamjali. Sijui anajikomba komba nini, sijui ana kitu gani. Ndivyo alivyo. Lakini ile ya Waswahili wanasema, mpenda anayefanyaje? Asiyekupenda. Waigizaji. Kwa sababu upendo hautoki kwenye kujitengenezea. Upendo unatoka na tabia, jinsi ulivyo. Ndicho kinachozungumzwa. Hivyo walifanya kwa furaha, walikuwa wote ni koinonio, walikuwa na ushirika. Kwa nini? Kwa sababu wakati wanapokea injili, wakati ule wako waliofukuzwa nyumbani, wako waliopoteza mali zao, wakataifishwa kwa sababu ya Kristo, ghafla wakawa wahitaji. Sasa hawa ambao walikuwa angalau bado wana mashamba, hawajanyang'anywa, bado wana hiki, hao walihakikisha hawa wanaishije, isipokuwa mali tunaweza kuuza, na wanafanya kwa moyo. Igiza hivyo uone. Sisi shughuli zetu, nikitoa akili yangu inaniambia hivi, nitapokea kesho. Mimi huwa nazungumza siku zote tu ya kwamba hata hii michango ya harusi tunayochangiana hapa, kinachohamasisha watu wengi, yakinikuta na mimi mtoto wangu ataoa, na mtoto wangu ataolewa. Kwa hiyo mtu anatoa, kumbe amewekeza kwenye ATM aje draw siku nyingine. Na ndio maana zile kadi hawawapatii watu wasio na hela. Sio kwamba watu wana moyo mzuri, ila ni kwamba wanawekeza kesho waje wa draw, wakupatie wewe. Kwa lipi? Ndio maana sikia, jamani, mimi lazima mimi nitafanya sherehe, mimi nimechangia sana watu, lazima na mimi wanichangie. Jamaa wamefika muda sasa wazikusanye. Ndicho kinachotuhangaisha, ni hicho. Kwa hiyo ni mambo hayo unatenda ili kesho upokee. Ndio maana nikienda kusalimia mtu, nafanya kutembelea, na wao hawaji, mama mimi naacha, mimi kila siku nawasalimia, mimi nawatembelea washiriki, na wafanya hiki na kile, wao hata wanitembelei. Ndio maana kama mimi ni mchungaji natembelea washiriki, leo nimestaafu, halafu naliliwa kutembelea, ujue alikuwa anafanya majukumu tu ya kiofisi. Siku hizi mnitembelei, nimestaafu. Sasa umestaafu, si ulikuwa unatembelea?
si uendelee kutembelea. Wewe ni tabia yako kutembelea watu, halafu nao naimba wimbo mimi wanitembelei, mwisho wamekasha tamaa. Wakutembelea wana tabia hiyo, walikuambia na wao wanayo. Penda familia ya imani kama Yesu. Basi hata Yesu naye asema mnitembelee na mimi. Na mimi mnitembelee. Kama hivyo si watembelei, uliwahi kukutana na hicho kitu? Hamna. Ukiona unafanya jambo na unaendelea, baada ya muda kisha unakoma kufanya, eti amekukwaza, ujue ulichokuwa unafanya ilikuwa ni jitihada zako, haikutokana na uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu uwepo wa Roho Mtakatifu hakwaziki kwa chochote, maana ndivyo alivyo. Hata usipokuwa shemasi watashangaa tu, unaanza kuambia sogeni huko, kuna vitu huko. Wengine wanasema anajidai, hata ushemasi hajampa lakini amekomaa. Ndivyo alivyo. Sasa wewe wakikugusa kama jongoo unarudisha kichwa. Wewe umekuwa jongoo, wanakugusa tu hivyo kama kichwa cha kobe. Huku mjini hamjui kobe. Mguse tu uone kichwa chote kinaishia na miguu yote anazama kwenye nyumba. Yaani uko kanisani lakini umezama. Kuna mtu alikukaripia kiongozi. Utapiamlo ni mbaya mno. Eti mtu naye anasema wamenikwaza. Nilikuwa naimba kwaya. Wewe unaimba mwalimu wa kwaya? Hiyo ni utoto tu. Walikuwa na moyo msafi kabisa. Leo unashangaa ukiacha maji hapo umeyasahau, ulishafungua, unaogopa hata kuyanywa. Walikuwa wanakula kiroho safi. Haleluya! Radical experience of the early church. Walikuwa na uzoefu ambao kwa kweli hilo kanisa ukitafuta unatafuta mpaka unakosekana. Ndio maana Mungu ameleta somo hili kwamba sisi tunaweza kwa Roho Mtakatifu. Hata kama watu hawatakufanyia mradi wewe. Walikuwa na vitu vyote shirika wahitaji. Maana yake ni nini? Walikuwa wanatoa, walikuwa wanashiriki nini? Unaposikiza koinonia inamaanisha nini? You participate, you share yourself. Yaani unashiriki nafsi yako, sio vitu. Ukitoa 1, 2, 3 maana yake sio hivyo vitu. Maana yake nafsi yako ndio unayoshare. Ndio hicho. Kanisa linahitaji taaluma hapa, linahitaji watu wafundishe VBS. Na wao ni walimu, wanajua chemistry, biology na nini. Kwa nini wasiweke tangazo, njoo usome tuition bure? Kanisa liandae chaki na ubao. Halafu wale walimu professional ambao wanajua kazi yao ni nini, wanakuja kufundisha. Lakini wanapofundisha kuna habari ya physics, wanajua yuko Kristo anayetembea juu ya maji na hakuna law of protection. Heti tunafahamika tuna serikali ya Jamhuri ya Muungano. Natoa mfano. Kuna kisa kimoja na kukumbuka mpaka leo ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni architect, mchoraji wa ramani za majengo, mwenye muhuri wa serikali, ambaye alipata saratani. Na ile saratani ilikuwa ni terminal ambayo haiwezi kurudi nyuma. Lakini alikuwa ni anataalamu hiyo, na kulikuwa kuna wengine pia kanisani. Kanisa hili la Waadventista wa Sabato mahali fulani. Yuko amelazwa, hali inazidi kuwa mbaya. Siku moja ameenda kutembelea wazee wa kanisa, anaulizia vipi? Akasema bado hatujapata ramani. Kina fulani si wachoraji, anasema wanataka hela. Sikiliza, ndio maana walikuwa walishiriki. Huwa nazungumza kuna washiriki na kuna washirikina. Ukiona una jambo lolote ambalo linahusu kwenye utume, una taaluma, una uzoefu, una hiki na kile, na unataka Yesu akupe hela ndipo ufanye, mimi simu. Pako unamdaralia Yesu. Na anakuangalia umekuwa dalali. Ingelikuwa ni ujenzi wa kanisa kama hili. Natoa mfano, wafundi kabisa ujenzi waliosomea hapa na kampuni zao ndio wangeweka hapa na mabango. Kazi yao ni kuambia kanisa leteni vyakula, kazi ifanyike.
Alafu kanisa ndio lione kwamba wametumia muda wa mwezi mzima, miezi miwili, tunaweza tukawapa fedha hii pia kwa sababu ya familia zao. Lakini hao watu leo ndio wana daura juu. Utafikiri hii nyumba ni ya mzee wa kanisa, na anakujaga na yeye anakaa hapa anasali, na ana taaluma ya ujenzi. Nataka niwaambie hii aibu, hii ni aibu, sijawahi kaiona mimi, sijawahi. Uzuri sio sisi, ni wale ambao hawajaji. Vitu vyote shirika wanatoa, walikuwa wana share their own life, maisha yao ndio kwa wana share, na wanafanya hivyo kwa roho nyeupe. Wanakula nyumba hii, wanapofanya hivyo wanakula meza ya Bwana, lakini pia wanaweza wakala chakula kama chakula. Ndio maneno yaliyotumika pale. Saa nyingine tunarudisha ibilisi tu, anatufanya tunakuwa wako ovyo kabisa, anafanya hiki na kile. Najua ni kwa sababu Roho Mtakatifu pekee, asipokuwepo hayo yanakuwa matokeo. Walikuwa hivyo. Jambo la tatu tulilolisoma pale, walidumu katika kumwabudu Mungu. Ina maana walikuwa na uhusiano, yani maana yake la kwanza, wana uhusiano na mitume katika mafundisho, devotion to learning. Walikusudia kujifunza neno la Bwana, na walikuwa na uhusiano na mitume. La pili, wana uhusiano mzuri kati yao na wao. They were related with one another. Kwa hiyo wako na uhusiano mzuri wao kwa wao, ndio maana unapata neno koinonio. Wana uhusiano mzuri, akiugua huyu nimeugua mimi, akipata hasara huyu nimepata hasara huyu, akifanya hivi. Sisi saa nyingine hata ukisikia wa mtoto wa fulani tu amepata ajira na wewe wa kwako hajapata ajira, uone kama hiyo ni habari nzuri ya kushadadia. Yaani wewe ni kama unataka wa kwako ndio asipate, eti ndio maisha haya. Ukisikia amefaulu mtihani na wewe unaona shida kabisa kwa kuwa wa kwake ndio amefaulu. Ukisikia yule ndio ameolewa na wa kwako hajaolewa, ni kama unataka kwa sababu hiyo ni familia ya imani. Katika maisha ya kawaida tu haya. Kwa hiyo tunatazamia kwa maisha ya kawaida, akipata uwezo kwa maana na maisha ni nafuu kwa kanisa zima, nafuu kwa utume, nafuu kwa mtu mmoja atakayepata shida katika uhitaji wake. Wewe mtu akifanikiwa kiuchumi, sisi wote tunapata tufurahi kwamba huo uchumi aliofanikisha, kesho mmoja akikwama, mmoja atafanya hicho. Kwa tukisema tunajenga kanisa tunahitaji nondo. Tunajua wataleta nondo, wako watakaoleta nondo, wako watakaoleta nguvu zao, wako watakaoleta mahindi watu wale, wako watakaofanya hiki. Tunajua hicho kinawezekana. Wakiwa na afya nzuri, ni afya nzuri kwa familia yote ya Bwana. Maisha ya binafsi yatatumaliza kwa sababu yanaongozwa namna hiyo, kwa kuwa Roho Mtakatifu hayuko. Ndivyo ninavyozungumza. Na ndio maana mpaka imetepelekea baadhi ya watu wanasema ukitaka upate shida utumie huyo anayeitwa Mwadventista. Mimi nasema huyo sio Mwadventista, huyo hatakuwa ni Msabato. Mwadventista ita anakuibia simenti. Hamna. Mwisho wamebaki wanasema mwaminifu fundi tu ni kinyozi. Hata kinyozi sio mwaminifu, ni kwa vile huwezi kumwachia kichwa uje ukipitie baadaye. Ungekikuta amekipaki. Ni kwa vile uwezo hana. Msiwape sifa ambazo hujazikagua vizuri. Ni kwa vile uwezi kuacha kichwa, ninaenda sokoni, nitarudi muda ulioniambia. Ungelikuta amekipanga, hakijanyolewa. Kwa hivyo wakati ulimwengu nao una shida hizo, sisi hatupasi kuwa na upande huo. Watu walikuwa wanafanya kwa furaha na moyo mweupe. Ndivyo inavyotaja maandiko matakatifu. Hawana kinyongo na mtu. Ndio maana hatua mojawapo ambayo Roho Mtakatifu anatupatia ni namna ya kutoa msamaha na namna ya kusamehe. Kwa sababu hatupasi kuwa na adui yeyote. Kama nina adui, huwezi kuwa na moyo mweupe. Vinginevyo unapeleka mkono tu baada ya ibada pale mlangoni, unakenua meno lakini moyo haukenui. Na umeamua kukutana nao moyo namna hiyo, na unadhani utatokea siku moja uamke ukuta umerainika. Haurainiki kwa matukio hayo. Ni maamuzi ya dhati kwamba penda familia ya imani kama Yesu anavyoipenda. Na ndio maana anasema ni mboni ya jicho lake.
Yaani pamoja na hayo yote tuliokuja nayo, yaani sikiza ndugu zangu wapendwa, sio kwamba hili kanisa lilikuwa lote ni perfect. Ni watu wametoka kwenye background tofauti, wana umri tofauti, wana agenda tofauti, na wametoka kule, lakini ngoja sikiliza, kulikuwa na ile overall knowledge. Walikuwa wote wana kiu ile, Roho Mtakatifu akiwa pamoja nayo. Yaani hivyo vitu ambavyo vilikuwa vitofauti vidogo vidogo tu vya namna hii havikuingilia kati maisha yao. Na Biblia inaeleza ya kwamba kwa moyo mweupe na kwa furaha wanaweza wakatembeleana, wanaweza wakafanya hivi. Leo swala la kutembelea ni la viongozi. Biblia haisemi ni la viongozi, linasema ni la waumini. Hicho. Kwa hiyo mtu akiugua kiroho, tunaugua wote. Sio unajua mtu ameugua pale, viongozi wanaona tu, wewe ulikuwa uone. Wewe unaosema wazee wa kanisa sijui nani waje waketi kwenye baraza, unajua mambo yanaendelea ndivyo sivyo, wao wamekaa tu. Wewe unayejua, tuambie ulichofanya. Ndicho kinachozungumzwa, walikuwa wote pamoja. Jambo la tatu anasema walikuwa na uhusiano mzuri na Mungu wao. Ndio unaona katika walidumu katika ibada. They were related with their God. Maana yake walikuwa wamedevote katika worship, devoted in worship. Kwa hiyo katika swala la kumwabudu Mungu, hiyo nasikia pros kartereo, hakuna ambacho kitazuia wasimwabudu Mungu wao. Hiyo ni la tatu. Na la nne, they were related with the world. Walihusiana na ulimwengu. Biblia inaeleza ile aya ya 7 hivi, yani hebu isome tena aya ya 7 usikie, ya 47, isome mpaka kwenye kituo pale usikie. Hebu soma mpaka kwenye kituo aya 47a. Soma, watu wa Mungu waweze kusikia hapa. Walikuwa na uhusiano mzuri na wanadamu ambao sio waumini. Hebu soma usikie. Wakimsifu Mungu, ile upande wa uhusiano wao na Mungu. Na kuwapendeza watu wote. Wapendeza watu wote. Hivi nyinyi mnaionaje hiyo kweli? Kupendeza watu wote, umewahi kuitafakari hiyo kitu? Wengine hata nyumbani tu hatuwezi. Yaani siku ukisafiri ndio watu nyumbani wanabaki wamechangamka. Ukirudi amesema, mbona amewahi? Kule kazini tunakofanya kazi serikalini kwenye mashirika, yaani ukiondoka ndio watu huko wanakuwa kama kwerea. Wale ndege wale wenye kelele wanafujo na nini, wanachangamuka, wanafanyaga tu mabawa hivi, wanafurahia, wanaimba nyimbo. Yaani wewe kazini ukiondoka kule kwenye ofisi yako ndio watu wanachangamuka. Ukija amerudi. Saa nyingine wanasema wakina baba kwamba ndio maana saa nyingine wewe kaa tu ujiulize, hivi ukifa pale nyumbani kwako pale Benjamin mochwali, hivi unadhani watakuwa kuna gap wameliona, ama watalazimika kulia ili wasieleweke vibaya kwa jamii? Unajua mioyo hii wakikutana chumbani huko wanapongezana watoto, amekufa. Amekufa. Wakitoka, baba amelala, baba yangu jamani. Wakikutana mama, amekufa mama, wewe amekufa. Weka tu tathmini uone, wewe familia yako wanachangamka muda upi, ukiwepo ama ukiwa umesafiri? Peleleza ufahamu pale ofisini unakofanyia kazi, wakati haupo huwa wanakuwa na hali ipi ya hali ya hewa. Na Yesu anachoeleza, waliwapendeza watu wangapi? Haya ni mambo manne ya the early church, ya kanisa la kwanza, kwamba walikuwa na uhusiano mzuri na uongozi wa kanisa, ili wajifunze chini ya wafundishaji wa neno la Bwana, wanyenyekevu chini yao, waliowaheshimu na kuwa tayari kusikiliza, wasikubali chochote kuzuia. Jambo la pili, hawa watu walikuwa na uhusiano kati yao na wao, koinonio, lakini kwa maana kwamba kila kitu wanashika kwa roho nyeupe. Walihakikisha kulia kwa mwingine ni kulia kwetu, kufurahi kwa mwingine ni kufurahi kwetu.
changamoto ya mwingine, changamoto ya kwetu. Na maana yake ni nini? Waliishi maisha ya kutoa nafsi zao. Dini ya kweli ni ile ya kutoa, when you share. Biblia haisemi ya kwamba walikuwa wamejiweka katika mkao wa kupokea. Hii inaeleza hivi, walikuwa na mkao wa kutoa. Ndio maana Biblia imeandika kwenye Matendo, inasema ukikumbuka neno alilolisema Bwana Yesu, ni heri kutoa kuliko. Na sasa mara nyingi watu tunasema ukipokea ndio umebarikiwa. Jibu la Biblia ni hivi, wanaobarikiwa ni wanaotoa. Ndio maana Yesu anasema njoeni mliobarikiwa na Baba yangu, nalikuwa na njaa mlitoa chakula, nalikuwa na kiu mlitoa maji, nalikuwa uchi mlitoa nguo, nalikuwa mgeni mlitoa nafasi nikapumzika kwenye nyumba zenu mkanikarimu, nalikuwa gerezani mlikatoa muda, mkatoa nauli, mkaja mkatoa na vitu, nilikuwa hospitalini ninaumwa nikatoa na hiki. Ndio maana siku ile niliwaambia kwamba siku hizi eti Wakristo wa siku hizi wanataka Yesu, nenda Baba ukawaponye walioko hospitalini, nenda. Sio Yesu wa Biblia. Hiyo sara inaharibu tu, haina maana yoyote. Na alikuwa mgonjwa mlikuja, alafu leo mimi nasema Baba kuna wagonjwa hospitalini, nenda ukawaponye. Nasema mbona wewe umepinda nini? Mimi na wewe nani anatuma mwingine? Watu hawana chakula, Baba wapatie nao chakula. Kuna mtoto mmoja kwenye familia walikuwa wakiomba mchezo huo, kumbe kale katoto kalijifunza kanisani. Siku moja kalipopata nafasi ya kuombea wale ambao hawana, kakasema Baba, ninakushukuru kwamba umewapa wazazi wangu mahindi. Ungelikuwa umenipa mimi, ningelikuwa nimeshawapa wale ambao hawana chakula. Kwa jina la Yesu, amina. Wewe kama ni baba au mama hapo unaitikiaje? Kila siku nasema wale ambao hawana baba wapatie. Eti sisi ndio mabosi siku hizi tunamtaski Yesu. Nenda pale Ruganzira kuna mgonjwa. Nenda pale. Si ni hawa wanaotubabaisha leo. Miujiza. Hawajawaiga kwenda hata hospitali moja wakaponywa waliolala kule. Lakini wakuta kwenye television na magongo. Watu wako hospitalini, si muende tuone. Wakati amekufa Rais Magufuli, Watanzania wanalia sana kipindi kile. Nakumbuka siku moja na peruzi kwenye Facebook nikakuta maandiko yametaja, jamani, fulani naye amenyamaza kimya, utafikiri wafufuiga watu. Nimelifanya tu hilo jina. Unajua haya majigambo haya, mimi ninafufua. Watanzania wanalilia kiongozi aliyekuwa kiongozi wao muda huu wote, na wewe unajitapa unafufua. Tunakusubiri uende. Wewe uone wenzetu walivyopata, wakasema hamna aziki huyu, ikabidi wamtume waende kwa Petro. Huyu ndio alikuwa hawezi kufa saa hii. Sasa Watanzania wanaumia vile, manako wanamhitaji. Halafu kuna Mtanzania mmoja alikuwa ameaminisha watu huwa ana nguvu za kufufua. Jamani, fulani naye amenyamaza kimya, utafikiri wafufui watu. Wanaizungumza kijanja, lakini maana yake wewe sio unasomaga wewe. Haya, njoo. Miujiza ya kwenye mabango, ya kwenye nini, ya kwenye mikutano hiyo, wanajua kabisa hospitali zina wagonjwa kabisa. Lakini waulize hao madaktari na hao walio hospitali wanaohusika, uone walikuja lini, wakatoa hiyo huduma hizo, watu wakainuka wakaenda. Keusi na kekundu kiweka hapo taliwa. Anicho anachoeleza. Kwa hivyo anachoeleza, hili ni kanisa ambalo ni kipindi tangu Mwanzo sura ya 3 ambako bonde la ufa limetengenezwa kwa sababu ya dhambi. At least katika kipindi hiki cha mitume unaona mbingu na kanisa pamoja. Yaani mbingu ziko zimeungana na kanisa, kiasi kana kwamba ni sayari nyingine kabisa isiyo na dhambi. Yaani sifa za kanisa hili ni kama unaipata kwenye kanisa jingine. Na unajua anachosema hapa, ndio maana mwandishi anasema penda familia ya imani kama
Yesu anavyoipenda. Maana yake ni sisi kutenda, sio sisi tutendewe. Yaani anataka kila muumini ndani ya kanisa yeye anafikiria kutendea muumini, kutenda kilicho chema, sio amekaa mkao wa kutendewa. Yaani aliye na Roho Mtakatifu siku zote anatafuta fursa za kutendea watu wema. Na alafu anaeleza watu wote walipendezwa nao. Na ndipo akamalizia aya 47. Aya 47 ile bi yake. Angalia anachokieleza pale, bi yake anasemaje pale? Bi yake anasemaje? Matendo 2 aya 47 b, baada ya kile full stop pale. Inasema Bwana akaridhisha kanisa. Bwana akaridhisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hili kanisa ni la ajabu ndugu zangu. Kila siku kulikuwa na ubatizo, kila siku. Basi una mwaka mmoja hapo, huo unabatiza kila siku na kila Sabato. Ni Roho Mtakatifu. Unaweza ukaona angahewa ya hao waumini na ukaelewa kwa nini Mungu alizidisha kanisa kwa watu waliokuwa wanaingia kanisani kila siku. Unaweza ukaelewa nini maana yake. Na hii yote ni jibu ni moja tu, uwepo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana katika kipindi hiki kufunguliwa sio habari ya msosi wala kitu chochote, ni kuona kile Roho Mtakatifu anachoweza kufanya tukimpatia nafasi. Wengi wetu tunaojitenga kwenye umoja huu tuna sababu kubwa mbili tu. Ya kwanza, hatutaki tutaumizwa. Kwa nini nasema hatutaki kuumizwa? Ukishirikiana utaumizwa. Kwa hiyo unakuwa namna hii, kamguu kama huku uzito huku, lakini huku ndo kama umeegesha ndani ya kanisa, kwa sababu unaogopa utaumizwa. Unasikia? Yesu amesema wanaopenda kuishi maisha ya utauwa wataudhiwa. Hata mwongozo tuliomaliza unavyoelezea kwamba uweze kusimama kwenye ukweli na usiudhiwe. Unaenda kupiga mpira, unashangaa mwenzako badala ya kuenda azuie mpira anaenda anakanyaga mguu, alafu unamuona refa, alafu anasema unapoteza muda. Unamwona kama Yesu hivyo akuona, ameona. Usipoteze muda wewe. Ndicho kinachozungumzwa. Mungu alizidisha kanisa kila siku kwa wote walioingia. Ukiona imefikia hatua kila siku ubatizo unafanyika, ujue yuko Roho Mtakatifu kwa hao waumini. Ndio maana hii ni radical experience. Ni experience ya kanisa ya hali ya juu. Jambo la pili ambalo ni changamoto kwetu ni kiburi cha nafsi, kwamba sihitaji mtu yeyote, mimi najitosheza, kwa sitaki kujichanganya, kujiunganisha, sitaki. Mwingine anasema ukijiingiza huko utaumizwa. Mwingine anasema sihitaji kuwa na ushirikiano mtu yeyote. Kiburi cha uzima. Ni wanadamu hao waliopata neema ya Bwana, na ndio Yesu aliyotuokoa, na ndio ametuokoa sisi, na anatungojea, anatuonyesha kile Roho Mtakatifu anachoweza kufanya kwetu ikiwa atapata nafasi kwetu. Haya ndio maisha ya kushare self. Unashare nafsi kwa watu, una ujuzi, unashare. Anayelia unatamani aweze asilie. Mwenye maumivu unatamani kama una nafasi asiendelee kuwa na maumivu. Anakuiki ana jambo ile na kile. Na unaishi hivyo si kwa sababu watakufanyia yakikupata, ila unafanya kwa sababu iko pros carte reo. Kuna nguvu iliyotangulia ambayo haiwezi kuzima aina hii ya maisha. Ndio maana watu waliona Roho Mtakatifu hawakwaziki. 1, 2, hawana uadui na kanisa la Mungu. Badala yake
analipenda kanisa lake. Ukilisema vibaya, hili kanisa limekuwa hivi na hivi, nisikilize, saa hiyo ni Ibilisi anasema na mimi ama na wewe. Yaani unapoamua kulisema vibaya kanisa, anasema no, hili ni mboni ya jicho lake. Hajasema limeshakutakaswa kila aina ya uchafu, ila bado mwenye kanisa yuko kwenye mchakato wa kulitakasa. Hatutaweza sisi, yaani kwa Roho wake. Mungu atujalie kwa jina la Yesu, amina.